Shalom na Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana kwenye somo letu jipya ambalo siku ya leo nimelipa kichwa cha somo ambacho kinasema kwamba uwezo wa kuanza upya. Mara nyingi nina marafiki zangu ambao ninaamini kabisa wana muscles kwenye upande wa imani. Lakini unajua, unaweza ukawa na rafiki yako ambao unamuona kwenye upande wa imani ni giant. Mara nyingi nimekuwa nikiongea nao, wamekuwa wakinisimulia juu ya safari yao ya maisha pamoja na uokovu. Kitu ambacho nimejifunza kwa marafiki zangu wengi, mara zote safari zao hazikuwa straightforward. Kuna wakati ambapo walipita kwenye mabonde, kuna wakati ambapo walipanda milima. Lakini kitu kizuri zaidi, wengi wao kuna wakati ambao walianguka. Lakini kitu ambacho kilikuwa tofauti kwao, walipoanguka waliweza kuinuka na kukunguta mavumbi yao na kwenda mbele. Hicho kitu cha kuweza kuinuka hata wakati walipoanguka wakakunguta mavumbi yao kimewafanya kuwa mashujaa. Nikisoma maandiko mara nyingi ninakutana na watu wengi ambao kwenye safari yao ya wokovu, kwenye safari yao ya utumishi, walifika hatua wakawa wamekata tamaa. Lakini kitu kizuri, walipoamua kuinuka tena na kumtumainia Bwana, waliinuka wakiwa mashujaa. Ninataka nikwambie kitu kimoja. Hata kama ulishindwa jana, Mungu wako si Mungu ambaye anakuhukumu, bali ni Mungu ambaye anakuangalia akiwa anaona tumaini jipya ndani yako wewe. Yeye ni Mungu ambaye atakusaidia kuanza upya. Ninataka nikwambie kitu hiki. Mungu akutazami kama mtu aliyeshindwa, bali Mungu anakutazama kama shujaa ambaye unaweza ukainuka na ukaanza upya na ukaweza kufika kwenye mwisho ambao Mungu yeye aliukusudia. Kitu ambacho ninataka nikwambie, kushindwa kwako kwa Mungu inakuwa ni mwanzo mpya wa neema yako mpya. Nikisoma kwenye maandiko matakatifu kwenye kitabu kile cha Maombolezo, sura yake ya 3 na mstari wa 22 hadi mstari wa 23, maandiko matakatifu yanasema hivi: ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Mstari wa 23, ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Kwa hiyo nabii Yeremia anaandika kwenye kitabu cha Maombolezo kwamba rehema za Mungu hazikomi, na hizo rehema za Mungu kila wakati ni mpya. Kwa hiyo kila siku unapoamka asubuhi, neema za Mungu zinakuwa ni mpya kwako. Hiyo inamaanisha nini kwetu? Inamaanisha kwamba kila siku tunapoamka asubuhi, Mungu anatukusudia mambo mapya, hata tofauti ya yale ambayo alikuwa anatukusudia kwa siku ya jana. Kwa hiyo kila siku kuna mwendelezo mbele za Mungu. Usikate tamaa, endelea kusonga mbele. Hata kama mazingira hayaonyeshi njia, lakini yupo yule mtengenezaji wa njia yako ambaye ni Yesu Kristo. Ninakutakia kila laheri katika safari yako ya kwanza upya, na Mungu akubariki sana. Shalom, mtu wa Mungu. Amina.